Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran inapaswa kulipa fidia kwa watu waliouawa au kujeruhiwa kutokana na matukio ambayo Marekani inayahusisha na Iran kwa kipindi cha takriban miaka 50, akisema Washington haiwezi kukubali Iran kudai fidia kutoka Marekani huku yenyewe ikiwa haitaki kuwajibika kwa madhara ambayo Marekani inadai yamesababishwa na Iran. Kauli hiyo ya Trump imekuja baada ya Iran kudai Marekani ilipe fidia kwa uharibifu uliosababishwa wakati wa vita vya hivi karibuni, huku Tehran ikiweka suala la fidia miongoni mwa masharti yake katika mzozo unaohusu kusitishwa kwa uhasama na kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Trump amesema madai hayo ya Iran yamempa sababu ya kugeuza hoja hiyo ya upande mwingine na kudai kwamba Tehran nayo ilipe kwa vifo, majeraha na uharibifu unaodaiwa kusababishwa na matendo yake kwa miongo kadhaa. Trump amesema Marekani itataka fidia kwa watu ambao kwa mujibu wa madai yake wameuawa au kujeruhiwa kutokana na matendo ya Iran, akitaja pia wanajeshi wa Marekani waliopoteza maisha katika migogoro mbalimbali. Amesema suala hilo haliwezi kuangaliwa kwa vipindi vya vita vya hivi karibuni pekee, bali linapaswa kuhusishwa na historia ndefu ya mivutano kati ya Iran na Marekani pamoja na matukio ambayo Washington imekuwa ikiyahusisha na Tehran. Katika hoja yake, Trump ametaja matumizi ya mabomu ya kutegwa barabarani na matukio mengine ya mashambulizi yaliyowalenga wa Marekani. Pia ametaja shambulio dhidi ya meli ya kivita ya Marekani ya USS Cole iliyoshambuliwa katika bahari ya Aden nchini Yemen mwaka 2000 na kusababisha vifo vya watu 17 wa Marekani. Hata hivyo, shambulio hilo lilihusishwa rasmi na mtandao wa Al-Qaeda, hivyo madai ya kulihusisha na Iran moja kwa moja yanahitaji kutofautishwa na kile kilichothibitishwa kuhusu wahusika wa shambulio hilo. Trump ameenda mbali zaidi kwa kusema familia za watu waliopoteza maisha wakati wa maandamano nchini Iran zinapaswa pia kupata fidia. Amesema familia ambazo zilipoteza watoto, wazazi, ndugu zao wakati wa maandamano hazipaswi kupuuzwa, akidai kwamba Iran inapaswa kuwajibika kwa vifo hivyo. Hoja hiyo inafungua pia sura ya haki za binadamu katika mjadala wa sasa, kwa kuwa Marekani imekuwa ikikosoa Iran kuhusu namna inavyokabiliana na maandamano na wapinzani wake. Trump amedai kuwa zaidi ya watu 50,000 waliuawa katika maandamano nchini Iran katika kipindi cha miezi 4 iliyopita. Hata hivyo, hayo ni madai ya Trump ambayo hajathibitishwa kwa uhuru, hivyo idadi hiyo haipaswi kuwasilishwa kama takwimu iliyothibitishwa. Ripoti mbalimbali zimekuwa zikitoa makadirio tofauti kuhusu idadi waliopoteza maisha katika machafuko na ukandamizaji wa maandamano nchini humo. Mjadala wa fidia sasa umeongezwa kwenye mazingira ambayo tayari ni magumu katika uhusiano kati ya Marekani na Iran. Iran imekuwa ikitaka Marekani na Israel kuwajibika kwa uharibifu uliotokea wakati wa vita, huko Marekani ikisema kuwa Iran nayo inapaswa kubeba gharama zilizosababisha madhara hayo. Hivyo pande zote mbili sasa zinaonekana kutumia suala la fidia kama sehemu ya masharti katika mchakato wa kutafuta suluhu ya makubaliano. Sasa kauli ya Trump imeifanya hoja ya fidia kuwa sehemu nyingine ya mvutano mkubwa kati ya Washington na Tehran. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.